Yesu moyoni mwangu, moyoni mwangu, nimempata Yesu moyoni, nimempata Yesu moyoni mwangu, moyoni mwangu, nimempata Yesu moyoni. Tuna familia mbili, na familia mbili hizo tuna watoto 5. Huduma ya watoto wachanga. Marafiki wapenzi katika Kristo, Mungu alifanya agano na Israeli kwa kinywa cha Musa, akiwaambia watu maneno haya yanayoandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6:6 mpaka 7. Na maneno hayo ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe wafundishe watoto wako kwa bidii na kuyasema uketipo katika nyumba yako, na uendapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Kanisa alitabariki watoto bila ukubalifu wa wazazi wote, wawili au mmoja wao akiwa mshiriki wa kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha kubariki watoto kanisani, sherehe zitafanyika ikiwa zinatolewa Mungu shukrani, au zinatolewa kwa kuombea mtoto nguvu na maisha marefu kwa jina la Kristo Yesu, si kwa njia ya mizimu. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku za Agano Jipya, Yesu Kristo alisema hivi: waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wa watoto kama hawa. Mathayo 19:14. Na kwa siku ya Pentekoste, Mtume Petro akasema kwa sauti kubwa na neno hili linaloandikwa katika kitabu cha Matendo 2:39 kuhusu wokovu uliotolewa katika Kristo. Ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa ajili ya watoto wenu. Na kwa sababu hiyo tunapendelea kumtolea Bwana watoto wetu, na ni madaraka yetu kuwaletea katika makusudi yake. Wazazi hawa wanawaleta watoto wao kumtoa kwake, na wanaahidi mbele ya mkutano huu kuwaleta katika maongozi na mafundisho ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia tena hapa. Ni kwa sababu hiyo tunapendelea kumtolea Bwana watoto wetu, na ni madaraka yetu kuwalea katika makusudi yake. Wazazi hawa wanawaleta watoto hawa kumtoa kwake, na wanaahidi mbele ya mkutano huu kumleta mtoto katika maongozi na mafundisho ya Bwana. Tunaomba. Mwenyezi Mungu unayeishi milele, ulifanya agano la wokovu na watu, na kwa wema wa upendo wako umeamuru kwamba watu hawa wanapaswa kuishi mbele yako katika jamaa. Tunashukuru kwamba umetolea mapendeleo kwa kutoa watoto wetu kwa huduma yako katika tumaini imara, ili wawe waaminifu kwa agano lako na kuishi kwa utukufu wako. Tunakusihi kuokoa watoto hawa kutoka katika uwezo wa dhambi na shetani, na kumtakasa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunaombea wazazi hawa ili waweze kupokea msaada wa Mungu, kusudi wapate kuongoza watoto
hawa katika jina la uzima wa milele kwa mafundisho na kielelezo, ili wazazi hawa na watoto hawa waweze kuingia katika ufalme wa milele. Tunakuomba kwa ajili ya kusanyiko hili, ili tuweze kutimiza kwa uaminifu madaraka yetu kwa wazazi hawa na watoto hawa katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Nitaanza kuuliza kila mzazi, je, wewe mbele ya Mungu na mbele ya kundi hili unataka kwa heshima kumtoa mtoto huyu kwa Bwana? Jibu lako sema ndiyo ninataka. Ndiyo ninataka. Swali la pili, je, unataka kufanya nguvu zako zote kuishi mbele ya mtoto huyu maisha yatakayotoa ushuhuda wa imani yako katika Kristo? Useme ndiyo ninataka fanya hivyo. Ndiyo ninataka fanya hivyo. Je, unakubali mamlaka ya Agano Jipya na Agano la Kale kama neno la Mungu? Jibu ni kwamba ninakubali. Ninakubali. Swali la 4, je, kutoka katika maagano haya wewe utafanya nguvu zako zote kufundisha mtoto huyu amri na ahadi za Mungu aliye juu ya yote, ili mtoto wako yeye mwenyewe apate kumwamini Yesu Kristo? Jibu ni nitafanya hayo hivyo. Nitafanya hayo hivyo. Ulizo la 5 ndo la mwisho. Wewe mahali pa mtoto huyu wamkataa shetani na kazi zake zote, fahari na anasa zisizofaa za adui na tamaa zake mbaya za kila namna na tamaa mbaya za mwili. Usizifuate wala kuongozwa nazo, na utachunga mtoto azifuate pia. Ndiyo nitafanya hivyo. Ndiyo nitafanya hivyo. Tukubali madaraka yetu kwa kusaidia jamaa hili kwa njia ya maombi, juu ya maombi yetu, na kulitia moyo na kusaidia pia wazazi hawa na watoto hawa kutimiza vyote vilivyoandikwa hapa. Kusanyiko litahakikisha hivi kwa kusimama wima. Tunakubali hivyo? Usimame wima kama mmekubali. Na yule mwenye hakubali asisimame. Kaeni chini. Napasha nilee mtoto mmoja mmoja, lakini hao wakubwa tutagombana sasa. Ngoja kwanza. Jina lake nani wewe? Wilonja Fadhili. Ni Wilonja Shemasu ya Mungu. Wilonja Shemasu ya Mungu. Kama vile Yusufu na Mariamu alivyomleta Yesu wakati wa utoto wake ndani ya hekalu kwa kumtoa kwa Mungu, hivi sasa katika jina la Bwana Yesu Kristo tunamtia bya Mungu Shemasu, Wilonja Shemasu ya Mungu katika tendo la kumtoa kwa Mungu kwa kukubali, tukiomba kwamba tangu umri wa mwanzo wa kuishi kwake apate kujua neema yake ya kuhesabiwa haki na ya utakaso. Amina. Ndo Fadhili ya Mungu. Fadhili Shemasu ya Mungu. Fadhili Shemasu ya Mungu. Kama vile Yusufu na Maria
mleta Yesu wakati wa utoto wake ndani ya hekalu kwa kumtoa kwa Mungu. Hivi sasa katika jina la Bwana Yesu Kristo tunamtia fadhili shemasi ya Mungu katika tendo la kumtoa kwa Mungu kwa kumbariki, tukiomba kwamba tangu umri wa mwanzo wa kuishi kwake apate kujua neema yake ya kuhesabiwa haki na ya utakaso. Amina. Ndo nani tena? Mtenji mto shemasu ya Mungu. Sawa. Mtenji mto shemasu ya Mungu, kama vile Yusufu na Maria walivyomleta Yesu wakati wa utoto wake ndani ya hekalu kwa kumtoa kwa Mungu. Hivyo sasa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunamtia mtenji mto shemasu ya Mungu katika tendo la kumtoa kwa Mungu kwa kumbariki, tukiomba kwamba tangu umri wa mwanzo wa kuishi kwake apate kujua neno yake ya kuhesabiwa haki na ya utakaso. Amina. Watoto waisha komaa wanazeeka. Ndo Mefyotesi, kama vile Yusufu na Mariamu walivyomleta Yesu wakati wa utoto wake ndani ya hekalu kwa kumtoa kwa Mungu. Hivi sasa katika jina la Bwana Yesu Kristo tunamtia Mefyotesi katika tendo la kumtoa kwa Mungu kwa kubariki, tukiomba kwamba tangu umri wa mwanzo wa kuishi kwake apate kujua neema ya kuhesabiwa haki na ya utakaso. Amina. Ndo Malaka etesi, kama vile Yusufu na Maria walivyomleta Yesu wakati wa utoto wake ndani ya hekalu kwa kumtoa kwa Mungu. Hivi sasa katika jina la Bwana Yesu Kristo tunamtia Malaka etesi katika tendo la kumtoa kwa Mungu kwa kubariki, tukiomba kwamba tangu umri wa mwanzo wa kuishi kwake apate kujua neema yake ya kuhesabiwa haki na ya utakaso. Amina. Amen. Tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru wewe ni Mungu. Tunayatimiza ambayo yanatokana na mapenzi yako. Masisi wenyewe hatungeyaweza, lakini utuwezesha. Katika jina sema watoto wachanga waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Watoto wanaoiteka katika mikono yako. Baba, naomba wabariki, wapo pamoja nao, watangulie katika maisha yao. Dawa na maji, chakula tukitumia iwe dawa na kinga katika maisha yao. Ninaomba Baba, bariki familia zao. Tawala familia zao, tawala wazazi wao, uwe pamoja nao ili wapate kukamilisha watoto hawa katika neno lako. Tawala kanisa nzima ambao ni wasaidizi. Bwana, tawala watoto wote na baraka zako na nguvu za Roho Mtakatifu zipate kujenga wote na zenye kanisa nzima katika jina la Yesu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe.